Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana ametuwezesha kuwa hapa asubuhi ya leo ama mchana wa leo. Naomba mpige Bwana Yesu makofi. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele kwake. Kwa hiyo neema ambayo ametuwezesha, ametutia hiyo kiu ya kuwa mahali hapa ambapo panaitwa kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae katika viti vyetu kwa hiyo neema ya Kristo ambayo iko mahali hapa nyingi kabisa. Amen. Bwana asifiwe. Ninapenda kuwashukuru wote, kila mmoja wetu, kwa maana umekuwa wa baraka katika kanisa hili. Nasema Bwana akubariki kila mshirika, kila kiongozi, viongozi wetu wote wa kila department. Ninasema Bwana awabariki sana. Mmekuwa wa baraka katika maisha yangu. Mmeendelea kuongoza vizuri kwa kila department. Tumekuwa na vitu vingi tu vya kufanya hapa na pale, lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya kila kiongozi ambaye umehimiza watu kufanya kila kitu kikatimia vizuri. Nasema Bwana awabariki sana. Kwa majuma kadhaa ambayo yamepita, tulikuwa na maombolezo hapa na pale, lakini nashukuru Mungu kwa kila mmoja wetu kwa sababu mmekuwa wa baraka kwa hizo nyumba ambazo zilikuwa zinaomboleza, mkiwashindikiza hapa na penginepo. Nasema Bwana wabariki. Kila tunapofanya hivyo, maandiko yanasema tunamtendea Yesu. Amen. Maandiko ndio yanasema, na Yesu alisema tunapowatendea mema wale wadogo ambao wako katikati yetu, anasema tunamtendea yeye. Kwa hivyo kama waliingia kwa nyumba ya maombolezo, ukiomboleza nao, ukiwatia moyo, ukitembea nao kwenda sehemu moja na nyingine, Bwana atakubariki, kwa sababu Bwana ndivyo anavyoagiza ya kwamba tunapofanya hivyo basi utakuwa wa kubarikiwa. Amen. Watia moyo waliovunjika moyo, wanaoomboleza, wanaolia, umewatia nguvu, Bwana atakubariki sana. Nilikuwa mahali pamoja, alafu dada alikuwa amepoteza mtu wake, akasema vile ilikuwa nasikia sasa vile nimewaona nasikia kana kwamba nimepona. Akasema hiyo akiendelea kuikiri hivyo uponyaji unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jambo zuri sana kutiana nguvu wakati ambapo kuna mmoja anahitaji uwepo wako. Uwepo wa Mungu ni mzuri, na uwepo wako pia kwa ndugu yako na dada yako unapokuwa karibu naye unafanya jambo la muhimu sana. Kwa sababu kuna wakati mtu anakosa nguvu, lakini akikuona anasikia kutiwa nguvu. Kwa hivyo tuendelee kufanya hivyo, maana tukifanya hivyo tunatangaza upendo wa Kristo, tunatangaza upendo wa Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba tunapokuwa katika kupendana, ati ulimwengu utajua ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kudhihirisha huo upendo wa Mungu katikati yetu kwa njia iwayo yote. Amen. Usijisikie uko sawa ukiwa peke yako. Kuna wakati utahitaji mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utahitaji watu. Kwa hivyo tafadhali jifunze kuwa karibu na watu wakati ambapo wanahitaji mtu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kutoa ni kuzuri. Mara nyingi wadada wanafanya hiyo michango, tuma kitu na pia onekana dada. Wadada haleluya. Sijui wandugu wafanya vitu vipi, lakini najua wadada, maana mimi ni dada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe watu wa kufanya mambo mema. Maandiko yanasema tutende mema, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila tendo nalolitenda kwa ajili ya Bwana ama kwa ajili ya dada unalifanya kwa maana Bwana ameagiza, na Bwana atakubariki. Amen. Naomba tusimame. Nyosha mkono wako kwa Bwana, mwambie Bwana nena nami, kwa sababu tuko mahali hapa ili tukamsikie Mungu kila anachotaka kutufundisha siku ya leo. Bwana nena nami. Nimekuja kwako Bwana ili nikapate kukusikia wewe, kapate kujengwa na wewe, kapate kuonywa na wewe. Bwana zungumza na mimi. Bwana nena na moyo wangu.
asubuhi ya leo na mchana wa leo. Tumekuja kwako Bwana kwa sababu sisi tunahitaji kunyweshwa na wewe. Tunahitaji kulishwa na wewe. Tunahitaji Bwana kutiwa nguvu na wewe. Mambo ambayo tunayapitia ni mengi katika ulimwengu huu, lakini Bwana tunapokuja kwako tunahitaji nguvu zako. Tunahitaji neno lako liwezalo kutusaidia. Na siku ya leo Bwana tumekuja mahali hapa, tunatamani kuisikia sauti yako Bwana, iwezayo kutuinua, iwezayo kutupa nguvu, iwezayo kutujenga matumaini, kwa sababu tunapitia mambo mengi, lakini neno lako Bwana tunapolisikia, linapopata nafasi maishani mwetu Bwana, litaweza kutupa nguvu ya kushinda katika jina la Yesu. Litafungua macho yetu tukapate kujua nyakati tunazoishi ni za namna gani, ndipo Bwana tukapate kusimama na kujitayarisha siku baada ya siku, kwa maana mshtaki wetu siku zote yuko macho. Bwana tusaidie mchana wa leo Bwana, tujenge kwa neno lako siku ya leo. Wacha neno lako likapate nafasi maishani mwetu. Kila ambacho Bwana umekikusudia kupitia neno hili Bwana, likapate nafasi na kikapate kutimizwa katika jina la Yesu. Maana unalituma neno lako Bwana ukiwa na kusudi na maisha yetu. Kwa kupitia neno hili Bwana, unaweza ukafungua maisha yetu kupitia neno hili Bwana. Unaweza ukakomboa maisha yetu kupitia neno hili Bwana. Linaweza kutuonyesha njia inayotupasa kuenda, ili wewe ukatukuzwe katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kila ndugu na kila dada ambaye umemleta chini ya dari hili siku ya leo. Wacha akapate kukuelewa, kuyaelewa makusudi yako na kuzijua nyakati hizi ambazo Bwana neno lako linatuonyesha kwamba ni za hatari, lakini Bwana neno lako litatusaidia kusimama ili tusije tukashikwa kama wasio na ufahamu katika jina la Yesu. Bwana, najisalimisha kwako mchana wa leo, kakitumia kinywa changu Bwana, ili neno lako ambalo umelikusudia kwetu likatende yale ambayo umelituma kufanya. Kwa utukufu wa jina la Yesu tumeomba tukiwa na imani. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele kwa Bwana. Amen, amen. Alafu naomba ukae katika uwepo wa Bwana na Bwana atakubariki. Amen. Bwana sifiwe. Ninashukuru Mungu sana kwa neema hii ambayo ametupa ya kuwa katika uwepo wake mchana wa leo. Maana katika uwepo wake kuna amani, katika uwepo wake kuna ushindi, katika uwepo wake kuna matumaini na kuna uzima. Amen. Na kuna kutiwa nguvu kwa yule ambaye nguvu zake zimepungua. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi nataka tuingie katika neno la Bwana ambalo Bwana amelihimiza moyoni mwangu kwa siku kadhaa, na nikasema sita nitaweza kulishiriki neno hili pamoja na kundi la Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Basi naomba tuingie katika Biblia zetu, ama tufungue Biblia zetu tuingie katika neno la Bwana ambalo Bwana atazungumza nasi kwa siku ya leo. Na nataka tujue ya kwamba katika kuokolewa kwetu, ama katika kuitwa kwetu kutoka katika ufalme wa giza kutuleta katika ufalme wa nuru, ama kutoka nchi ya vifungo kafunguliwa ili uwe huru, Mungu alifanya hivyo kwa kusudi lake kubwa, ni uje umtumikie Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wetu wa leo nimekipatia wito wa Mungu kwa utumishi. Wito wa Mungu kwa utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika huo wito wa Mungu kwa utumishi, Bwana atakusaidia upate kujua Bwana amekuita kutumika kwa nafasi gani. Lakini kusudi kubwa ambalo Bwana amekuokoa na kukuvuta ni ili umtumikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili umtumikie. Mungu anapenda watu wote wamtumikie yeye. Na Mungu ni Mungu mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Anapenda unapojitoa kumtumikia Mungu, aone unamtumikia
kwa moyo wako wote na nguvu zako zote, na hapendi waone umechanganya utumishi wa Mungu na utumishi vya vitu vya miungu. Amen. Kwa hivyo Bwana atatusaidia siku ya leo ili tukaweze kulielewa kusudi la Mungu kwetu kama wana wa Mungu ama wateule wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Kusudi moja kuu la Mungu ni kwamba alituokoa ili kwamba tumtumikie. Hilo ndilo kusudi moja kubwa. Mengineyo yapo, lakini hilo ni moja ambalo ni kubwa. Unastahili kulielewa na kulizingatia maishani mwako. Hilo ndilo kusudi moja kubwa. Kama yapo mengine yapo, lakini hilo ni moja ambalo ni muhimu sana, ya kwamba Mungu alipokuokoa, alikuokoa ili uje umtumikie Mungu, usitumikie miungu tena. Bwana asifiwe sana. Soma maandiko katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka leo kitakuwa kama ndicho msingi wa somo letu la leo, na tunamwamini Mungu atatubariki leo. Amen. Utabarikiwa, utajengeka, utaimarishwa, utajua kile ambacho Mungu amekuwazia, na ikiwa Mungu anakuwazia basi anataka kitimizwe maishani mwako kwa jina la Yesu. Some kitabu cha Kutoka mlango wa 8. Mlango wa 8, na tunaanzia kusoma kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3. Alafu tutasonga mbele tena baadaye iwapo Roho wa Mungu atatuelekeza kufanya hivyo, maana ndiye mwalimu wetu mzuri. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Naomba Pastor Gidi atatusaidia kusoma maandiko hayo. Naona anakipaza sauti pale, na Bwana atatusaidia na Bwana atatubariki. Amen. Nzia mstari wa 1 hadi wa 3. Alafu tutaruka tusome mstari wa 20 hadi wa 22. Bwana atatubariki. Bwana akamwambia Musa. Kutoka 8 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ndio. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Na huo mto utafurika vyura, nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako, na ndani ya chumba chako cha kulala, na juu ya kitanda chako, na ndani ya nyumba ya watumishi wako, na juu ya watumishi wako, na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona ni wakati ule Mungu amemtuma Musa ili akaweze kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, na akamwambie Farao ya kwamba watu hawa, nimesikia kilio chao, nimesikia masikitiko yao na mateso ambayo yamekuwa juu yao kwa muda, lakini nimekuja ili niwaokoe. Na amekuja awaokoe na kusudi la kuwatoa katika hiyo nchi ya utumwa, katika ufalme ambao umewakandamiza kwa kazi nzito na mateso. Ni watolewe wawe huru ili waende wamtumikie Mungu mahali ambapo watakuwa wamewekwa na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Na tunaona hapo Mungu akizungumza nao katika huo mlango wa 4, hapo mlango wa 8, ya kwamba Mungu anampatia sasa maagizo na sharti ambalo Farao kama hatalifuatilia hilo sharti ama agizo ama onyo, ya kwamba watu hawa nataka uwaachilie. Mungu anamwambia Musa, nenda kwa Farao ukaonane naye, na umwambie hivi, kwa sababu alikuwa anaenda mahali kwa mto. Akamwambia huyo saa hizi anaenda katika mto, sijui ni kuogelea ama ni kufanya nini, lakini kamwambia hivi ndivyo Mungu anavyosema. Mungu wa Waebrania anasema, wape watu wangu ruhusa
ili waende wanitumikie huko jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Na lau kama hutafanya hivyo, hii mito ambayo hukuletea maji ya kukufurahisha, haya maji ama katika hiyo mito, badala ya kutoka maji mazuri ya kukuburudisha, katika hiyo mito kutajawa na vyura. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafurika vyura, na vyura hao wataingia hata nyumbani kwako. Vyura hao wataingia kwa nyumba za watumishi wako. Vyura hao wataingia hata vyumba vyako vya kulala. Vyura hao wataingia hata jikoni mwako. Yani katika meko zako za mahali pa kupika, chura zitafanya nini? Zitajaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na vyura wanapojaa katika vyumba vyako vya kulala, mahali pako pa kupika, mahali pako pa kulala, hapata kuwa na nafasi ya kulala. Lakini ni kitu ambacho kinakuonyesha kwamba Mungu anataka uachilie hawa watu ili waende wamtumikie Mungu. Amen. Na ukikataa, hivi vyura vitaendelea kufanya shughuli katika nyumba yako. Hata vyombo vyako vya kukandia chakula, chura zitakuwa zinajaa. Haleluya. Bwana asifiwe. Anampatia maonyo, anampatia ya kwamba hiyo itakuwa ni adhabu kwake, kwa sababu kusudi la Mungu kuwatoa hawa watu, anataka wakamtumikie, wakawe mahali free, wakawe mahali kwa uhuru, wamtumikie Mungu wao na kazi zao na nguvu zao zote na mali zao. Lakini huyu mtu amezoea kutumikiwa na hawa watu, hataki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu siku zote alipomtafuta mwanadamu katika kufungwa kwake, katika miungu yake, alimtafuta ili amjie, amtumikie Mungu. Haleluya. Na iwapo mara nyingi kunakuwa na hiyo roho ya ushindani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hiyo roho ya ushindani ndani ya maisha ya muaminio, Mkristo aliyeokoka. Kukiwa na roho ya ushindani ama ya upinzani, kama ilivyokuwa kwa huyu mfalme Farao. Anasema mimi sasa nitumike kwa nini? Mimi sasa nitumike kwa nini? Ana sababu zake huyo mtu. Sasa kitu ambacho hufanya Mungu, hukiachilia Mungu kwa mtu ambaye kuna mwito wa Mungu ili atumike, lakini yeye ana ushindani. Sema ushindani. Haleluya. Sasa Mungu huachilia vitu vya kufanana na hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pako ambapo kuna sosi yako ya kukuletea mibaraka, kuna sosi ya kukuletea vitu vya kufanikisha maishani mwako, pana badilika, pana kuwa kitu kisicholiwa. Kwa sababu gani? Kuna roho ya ushindani kati ya huyu mtu ambaye Mungu anamtafuta ili amtumikie. Haleluya. Mungu huachilia vitu ama humruhusu shetani alete mateso kwa huyu mtu ambaye moyoni mwake hataki, ana maswali, ana mashaka, ana tashwishi na kumtumikia Mungu. Ni kwa nini mimi? Sasa Mungu huruhusu mapepo, maroho ambayo yanaweza kufanya vitu vyako ambavyo ni vya kukuletea faida, kukuletea mibaraka, ikawa balaa badala ya baraka. Haleluya. Kwa sababu gani? Mungu anatafuta utiifu kwa huyu mtu ambapo anajua ya kwamba kuna mwito wa Mungu ndani yangu. Na ikiwa Mungu ameniita ili nikamtumikie, nikujiachilia vile nilivyo. Amina. Haijalishi nimekaa vipi, haijalishi ninafanya nini, haijalishi nimebeba vitu gani, lakini iwapo mwito wa Mungu upo, ninajipeana. Kwa maana Mungu alipokuokoa, alipokutoa katika nyumba ya shetani na vifungo vya mapepo, anataka umtumikie Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na iwapo wewe ama huyo mtu ambaye Bwana amemtafuta ili amtumikie akiwa na roho ya ushindani, ndipo hizo vitu ambavyo Mungu aliviruhusu vitendeke, vitokee
katika maisha ya Farao na nchi yote, basi Mungu ataviachilia ama ataachilia mapepo badala ya kutuma ulinzi kwa mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wito mkubwa ambao Mungu anataka alipotuokoa, alipotuita, alipotutoa katika dhambi, anataka sisi tunapokuwa huru tumtumikie Mungu, wala tusije tukakataa mwito huo. Amen. Bwana asifiwe sana. Basi ikiwa Mungu anataka tumtumikie, na kuna hiki kiroho ambacho Farao alikuwa nacho. Farao hakutaka Waisraeli waende wamtumikie Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani siku zote hutafuta kizuizi ili watu wasifanye nini? Wasimtumikie Mungu. Aone amekuletea vizuizi na vikwazo ili usipate nafasi ya kumtumikia Mungu. Uone hivyo vikwazo, uone vizuizi. Lakini Mungu wetu anapenda tunapookolewa, tunapovutwa kwa mkono wake. Mungu amependa, anataka, anatamani, anafurahia watu wakamtumikie Mungu wao. Amen. Bwana asifiwe. Farao yeye hakutaka Waisraeli waende kumtumikia Mungu wao. Na kwa maana roho hiyo ya Farao siku zote inafanya kazi katika ulimwengu tulio. Maana wanasema sisi hatuna mfalme kama Farao. Kunaye shetani ambaye amebeba roho ya nini? Ya Farao. Huleta vizuizi na vikwazo ili huyu mtu ambaye ana moyo kumtumikia Mungu asimtumikie Mungu. Na Farao hakutaka wala hakukubali kuachilia hawa watu waende wamtumikie Mungu wao. Ndipo akawawekea vikwazo na kuwatengenezea mizigo na mateso na kazi nzito zaidi, ili wasipate nafasi ya kutoka, ya kumsikiliza, ili wakapate kumtumikia Mungu. Soma kitabu cha Kutoka tena mlango wa 5. Kitabu cha Kutoka leo ndio andiko letu ambalo linatuongoza katika ibada ya leo. Na Bwana atatusaidia, na Bwana atatutetea, Bwana atatusaidia, atatutoa katika hivyo vikwazo na mateso, ili Bwana akatukuzwe. Maana kusudi la Mungu kwetu ni kwamba tumtumikie Mungu. Mlango wa 5 tunasoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakisema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Ndio. Tuakuomba tupe ruhusa tuende safari ya siku 3 jangwani. Tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga na tauni au kwa upanga. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Endeni zenu kwa mizigo yenu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu mfalme alikuwa mkatili na mkaidi. Hawa watu ambao Mungu amewatuma, ama Musa ametumwa na Mungu, na akitembea na Haruni ndugu yake, ambaye Mungu alimwambia, wewe ndio utakuwa kama Mungu, utazungumza na Haruni, atakuwa ndiye kama nabii, atazungumza mbele ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amejipeleka, wameenda mpaka wanamuelezea kabisa. Hata wanasema, tunakuomba mfalme, Mungu wetu amesema wape watu wake ruhusa ili waende zao mahali ambapo alikuwa anawaambia wakamfanyie Bwana, wakafanye karamu huko jangwani. Bwana Yesu asifiwe.
wakafanya mahali wafanya ibada na wafanye kama karamu, wamtolee Bwana dhabihu zao huko. Mfalme anasemaje? Huyo Bwana ni nani? Na huyo Mungu huyo ni nani? Mimi sijui huyo Bwana anayemsema, na sijui huyo Mungu mnayemsema. Wewe Musa na Haruni, mmekuja hapa kuachisha watu kazi zao, hamtaki hawa watu wafanye hizi kazi kana kwamba hizo kazi ni za kuwapa faida. Anasema nyinyi mmekuja tu hapa kukosesha watu wasifanye kazi. Sasa hata ninyi Musa na Haruni hamstahili kusimama hivyo. Mnastahili hata nyinyi muende, muache watu wabebe mizigo yao, muache hawa watu wafanye kazi zao, kazi nzito waendelee kuzifanya. Kwa sababu gani? Yeye hataki kujua huyo Mungu ni nani. Amen. Na anaendelea kujieleza, huyo Mungu alikutana nasi na akasema hivi, uwape hawa watu ruhusa kwa muda wa siku 3 tu, waende wamtolee Mungu wao dhabihu huko jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe pia utumishi unaanza na nini? Na ibada. Sema ibada. Bwana asifiwe. Utumishi ambao Mungu anautafuta katika maisha yetu ama maisha ya mwanadamu, anataka Mungu aone huyu Mungu, mtu amekuja karibu, anapeana ibada yake, anaifanya ibada pamoja na Mungu. Amina. Lakini Farao anasema sasa, huyo Mungu ni nani? Mimi simjui huyo Mungu. Na kwanza sitaki hayo maneno yako Musa na Haruni. Wacha hawa watu waende wabebe mizigo yao. Maana wakifanya hii ya kubeba mizigo na kufanya hii kitu ambacho nimewapa kufanya, hapa ndipo watapata chakula. Na hata chakula wanachopewa ni cha maana kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hapa hataki kuachilia, kwa sababu anajua akiwapa hiyo nafasi, wakitoka wakipata nafasi ya kumwabudu Mungu wao, kunayo faida katika kumwabudu Mungu. Na faida hiyo inapoonekana kwao, watapata mibaraka, watapata ushindi, wataendelea, vitu vyao vitaendelea vizuri. Na Farao ndio hiyo hataki. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna roho ya Farao ambayo wakati huu inaongozwa na Shetani, ambaye ndiye anaonekana kama ndiye Mungu wa dunia ya sasa. Kazi yake ni kuangalia yule mtu ambaye kwanza ameanza kujijua ya kwamba ndani yangu kuna utumishi, nataka nikamtumikie Mungu mimi, napenda nimtumikie Mungu mimi, lakini kuna vitu vitazuliwa na Shetani ili usipate nafasi ya kumtumikia. Haleluya. Shetani huzua vitu. Acha tukuonyeshe. Farao alivizua hivyo vitu ili watu hawa wasipate nafasi ya kumtumikia Mungu wao. Amesema waachilie hao, wakaendezea, wafanye, wabebe mizigo yao. Sasa tusome kuanzia mstari wa 5, tusome hadi mstari wa 9. Tuone kile kitu ambacho Farao alikifanya. Na saa hii roho ya Farao imebebwa, inatembea na mfalme wa dunia hii. Kisha Farao akasema, ndio, tazameni watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mwanimpumzisha, mwawapumzisha wasichukue mizigo yao. Na siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wanyapara wao akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafute majani wenyewe. Lakini hesabu ya matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo, wawekeeni hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende tukamtolee Mungu wetu dhabihu. Wapeni watu hao kazi nzito zaidi, waitaabikie wala wasiangalie maneno ya uongo. Sasa hiyo ni lugha ya Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lugha ya Shetani. Sauti ya Farao
ni sauti ya shetani. Amen. Ambaye wakati ambapo ninatafakari hili neno, nikasikia kabisa kuhimizwa ndani yangu ya kwamba wakati huu ambapo tunaishi, hii ndio shetani hutumia hii nafasi. Amen. Ya kuongezea watu nini? Mizigo. Kuongezea watu kazi nzito na kupunguza mapato yao. Haleluya. Ili wale ambao wana moyo wa kumtumikia Mungu wasiweze kutumika. Kwa sababu gani? Wamelimbikiziwa mizigo, wamepunguziwa mapato yao, na wanyapara wao wameongezea kile kitu ambacho siku zote walikuwa wanapewa cha kuwasaidia, kimeondolewa kile cha kuwasaidia, na wameongezewa kazi maradufu. Haleluya. Wameongezewa kazi maradufu, kazi ambayo haimpatii faida, haimpi nafasi ya kupumzika, haimpi nafasi hata ya kuabudu. Kwa maana walionekana hawa watu walipongezewa hayo matatizo na hizo kazi nyingi, ni kwa sababu walionekana wametamani na mioyo yao iko na utayari ya kwamba watoke waende wamtumikie Mungu wao, wamtolee Mungu wao dhabihu, huko ambako walikuwa wamesema wakienda jangwani watafanya sherehe ya siku 3 wakimwabudu Mungu wao. Sasa kazi zikaongezwa. Haleluya. Na kile kitu ambacho walikuwa wanapewa cha kufanyia kazi kikaondolewa. Hata walikuwa wanapewa majani ili watengeneze nayo matofali. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Farao anaambia hao wasimamizi, waondoleni kwanza hayo majani ambayo mlikuwa mnawakatia mkiwaletea, ili watengeneze matofali nayo. Sasa yaondolewe, yasiwe kwa hesabu ya kutafutiwa, wakajitafutie wenyewe hayo majani na waje watengeneze matofali na hesabu yao isipungue. Sema roho ya maonevu ni roho ya shetani. Lakini Bwana ashukuriwe, kwa sababu wakati wote ambapo kuna wana wa Mungu, maandiko yanasema hawa walikuwa ni wana wa agano la Mungu. Na Mungu akimtuma yule Musa ili akawafuate awatoe, alikumbuka agano. Sema agano. Haleluya. Mungu akakumbuka agano ambalo alifanya na baba za hao watu, ya kwamba hao watu wamekaa katika nchi hiyo kwa muda mrefu, lakini nimekumbuka agano nililolifanya na baba yao, ya kwamba hao watu hata ikiwa waliniasi nikawaachilia, lakini nitawarudisha kwa mkono wangu wa nguvu. Kwa sababu ya nini? Ya lile agano. Haleluya. Kwa hivyo kunalo agano ambalo hufuatilia wale walifanya pamoja na Mungu. Hata kama mtu huyo aliasi, lakini kuna agano linawafuatilia. Bwana asifiwe. Sasa hapa wameongezewa kazi, wamepunguziwa bidhaa za kufanyia kazi, lakini hesabu ya hicho kitu kinachofanywa kisiondolewe. Haleluya. Hivyo ndivyo shetani hufanya kwa ulimwengu huu. Wakristo ama wateule, wale ambao wana moyo kumtumikia Mungu, shetani ameona ndani yao kuna moyo kumtumikia Mungu, amepunguza mapato yao, akaongeza kazi juu yao, ili wasiwe na muda wa kumtumikia Mungu, tena wasiwe na nafasi. Maana hiyo nafasi ni kwamba kuweka nafasi kakufanya, lakini haupewi nafasi ya kumtumikia Mungu, haupewi kitu cha kutosha cha kwenda kumtumikia Mungu. Hiyo ni sauti ya kuzimu, na leo Bwana anaikomesha katika jina la Yesu. Iwapo kati ya nyumba hii kuna wale watu ambao Bwana alifanya maagano nao, atawafuatilia, atawatoa kwa mkono wa Bwana wenye nguvu, ili yale malimbikizo ya makazi na mateso ambayo unayafanya, unateswa, lakini Bwana anakuja kukomesha hayo mateso. Haleluya. Bwana anakomesha mateso kwa sababu kuna agano la Kalvari ambalo Bwana amelifanya nasi. Kwa agano
hivyo vyura havitakuwa kwetu, vitaingia kwa kambi zao katika jina la Yesu. Ili kile kijito ambacho kimekuwa ni cha baraka yako, kimekuwa ni cha ushindi wako, kimiminike kwako kwa jina la Yesu. Haleluya! Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa Bwana, maana anakutetea. Hautaendelea kufanya kazi bure, hautafanya kazi za kuongezewa na mapato ni kidogo katika jina la Yesu, maana wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu ya agano la Kalvari ambalo linakulilia ya kwamba usiteseke na watu na miungu ya dunia hii. Haleluya, haleluya. Ati wanaondolewa kitu cha kuwasaidia, lakini wafanye hivyo hivyo. Shetani ameshindwa. Haleluya. Walio katika maagano ya damu ya Kalvari, Bwana anawatetea kwa mkono wa nguvu. Bwana atawatoa kwa mkono wa nguvu ili kwamba wakamtumikie Bwana Mungu wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umeokolewa mpendwa, ukamtumikie Bwana. Na ndivyo shetani ana kijicho, anajua kimtumikia Bwana unabarikiwa, anajua kimtumikia Bwana unapata ushindi, anajua kimtumikia Bwana kuna ulinzi wa kiungu, ndiposa anazuia usipate nafasi ya kutumika ili uendelee kunyanyaswa na mfalme wa dunia hii. Sema ameshindwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe hautakaa katika huo utumwa, maana wewe ni mwana wa mfalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Farao ni mkora sana. Na hiyo ndiyo njama ambayo shetani ameipanga, aliibuni. Yaani aliipika akaona hii ndiyo ya sawa hii. Ili watumishi wateule waongezewe kazi, ziwe nyingi, mizigo iwe mingi, kazi za kufanya ni nyingi na mapato ni kidogo, ili usiwe na nafasi ya kumtumikia Mungu. Lakini Bwana ashukuriwe, kwa maana anasema ako pamoja nasi. Haleluya. Utatoka ili umtumikie Bwana, na tayari umetolewa. Niwe mwenyewe ugundue ya kwamba kuna kifungo hapa, ni lazima nikishinde. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alivyo mjanja, na anajua ya kwamba, alijua ya kwamba watu wanapoenda kumtumikia Mungu wao, hivi ndivyo shetani hufanya kwa mtu anayependa kumtumikia Bwana. Huweka vikwazo na kuondoa amani na kupunguza mapato na kuongeza mizigo. Hiyo ni kazi ya shetani, lakini Bwana ana uwezo wa kupambana na hiyo, kwa sababu kusudi la Mungu kutuokoa, kutuleta katika ufalme wake ni tukamtumikie. Nilizama ufahamu huu, unapokaa ndani yako hautakubali kukaa katika hivyo vizuizi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tambia Bwana, ni lazima ukaniondolee, ukapambane na huyu Farao anayeniongezea kazi na mapato anapunguza. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo hufanya shetani. Kitu anachokitafuta ni kwa sababu ufanye nini? Usipate nafasi ya kwenda kumtumikia Mungu. Unaongezewa mizigo. Lakini Bwana ashukuriwe kwa sababu yupo kwa ajili yetu. Amen. Bwana yupo kwa ajili yetu. Tumeruka mistari mingine, wacha tuifuatilie. Hapo mlango wa 8. Hapo mlango wa 8. Kuna mistari ambayo tumeiruka hapo. Nataka tuifuatilie. Amen. Tusome kuanzia mstari wa 20 hadi 22. Bwana akamwambia Musa, ndio, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Angalia atoka aende majini. Ndio. Kamwambie Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie mimi.
au kwamba huwapi ruhusa watu wangu, tazama nitaleta wingi wa mainzi juu yako wewe. Hiyo ni ishara nyingine anayofuatilia mtu anayezuia mtumishi. Endelea baba. Na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, nao wataingia ndani ya nyumba zako, na nyumba za Wamisri zitajawa na wingi wa mainzi, na nchi nayo ambayo wa juu yake. Nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni, watu wangu wanayokaa, ili hao mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi Bwana kati ya dunia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu hapo anaweka amri ama agizo na sheria kwa yule Farao ambaye anawazuia, lakini pia anaongea kwa wale watoto wake ambao wanakaa katika hiyo nchi, mahali pao palipotengwa panaitwa Goshen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hivi ndivyo Bwana hupenda kufanya kwa mtumishi. Na ndipo naye shetani anashika mtu mahali ili asichomoke akapata hiyo nafasi ya ulinzi. Amen. Kwa maana kwa mtumishi ama kwa hawa watu ambao wametengwa na Bwana katika maisha yao na mahali pao, maandiko yanasema ya kwamba Bwana anasema nitatenga mahali pao hawa wana wa Mungu walio na ahadi zangu, walio na maagano yangu na mimi. Nitatenga mahali pao, hapatakuwa na wale wadudu wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Farao ambaye anawazuia wasitoke, nitaachilia mainzi, mdudu mchafu. Haleluya. Lakini aachiliwe. Anasema ataachilia hao mainzi kwa wingi. Watu walikuwa wanaenda kwa nyumba ya Farao na watu wake kama wingu linafunika hapo ndani. Sasa kama anataka kukunywa kama ziwa, mainzi yameingia. Kama kunataka kufanywa nini, yani mainzi yanaingia kila mahali. Lakini kwa hawa wana walio na ahadi za Mungu, Mungu anang'ang'ana kuwatoa kwao. Hao kunawekwa mpaka. Haleluya. Wanatengwa na mainzi, wanatengwa na vyura, wanatengwa na uovu, kwa maana kwao kuna agano la Mungu ambalo linalinda maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo iwapo mpendwa unajua ya kwamba ndani yangu kuna wito wa kiungu, usiuzuie huo wito wa kiungu, kwa maana wakati ambapo unaendelea kuzuia hicho kitu kilichong'ang'ania, kilichosumbua Farao, kitakusumbua hata wewe. Haleluya. Wadudu wachafu watakuwa kwako kama alivyokuwa kwa Farao. Watakuwa kwa mtu ambaye anachukia, anakataa, anatoroka kumtumikia Mungu. Mainzi yatakuwa kwa huyo mtu. Mainzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nani anapenda kwa hiyo mainzi hapa? Mainzi atoke kwa hizo sewage huko nje, na vile ni nyingi, na wakati wa mvua hivi zimefurika, alafu mainzi yatoke huko yaje yakae nyumbani kwako. Siende kwa Farao, yasiwe kwako kwa jina la Yesu. Kwa maana kwako Bwana analeta nini? Anaweka mipaka, anaweka ulinzi, anatenga watu wanaopenda kumtumikia Mungu. Mungu anawatenga wasiwe katika wale wanyama na wale wadudu wabaya, yani vitu viovu, vitu visivyo na maana, vitu vya harufu mbaya visije karibu naye yule mteule, kwa maana kuna ulinzi na maagano ya kiungu ambayo yanafuatana na huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi Farao, kwa nini alikuwa anakataa watu hawa watoke waende kumtumikia Mungu? Ndipo kaweka hivi vizuizi vingi na vikwazo, aondoe amani kwao, wasipate nafasi ya kwenda kumtumikia Mungu wao. Ni kwa sababu alijua kabisa Farao ama shetani ni shetani. Sasa hizi sisi tunadili na shetani, hatudili na Farao. Amen. Shetani ndiye anajua kufanya nini? Kuweka vizuizi, kwa sababu anajua anapomwachilia huyu mtu aende akamtumikie Mungu. Katika kumtumikia Mungu kuna kule kubarikiwa. Amen. Kuna mbaraka ambao hufuatana na mtumishi ama na utumishi.
Unapomtumikia Mungu unapata baraka. Amen. Na baraka hizo zimeambatana na mafanikio. Yaani anayemtumikia Mungu anapata mafanikio katika maisha yake. Ndipo shetani akasema hawa watu wasitoke, maana watabarikiwa, maana watafanikiwa, maana kutakuwa na ulinzi wa kiungu juu yao. Ndiposa anazuia mtu asijitoe. Akagundua ya kwamba nimeokolewa ili nimtumikie Mungu. Anaendelea kukaa hapo, na hivyo vizuizi ambavyo Farao amemwekea anaviona hivyo ni kigezo kizuri cha kwamba hawezi kutumika. Haleluya. Hiyo ni plani ya shetani. Hiyo ni mbinu ya shetani. Anajua ukimtumikia Mungu kwa moyo wako wote na nguvu zako zote na wakati wako na fedha yako, utabarikiwa. Na katika mbaraka huo Bwana anaachilia ulinzi wa kiungu juu yako. Na hataki hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unastahili kujua, mtu wa Mungu, ya kwamba katika utumishi Mungu anatamani umtumikie ili upate kubarikiwa. Umtumikie ili upate mafanikio. Mbaraka huo unaambatana na mafanikio, unaambatana na ulinzi wa kiungu juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jue kwamba hizo mbinu za muovu anazozipanga ni kwamba haya mema usiyapate, usiyaone, uyasikie. Lakini unapopata ufahamu huu, utaendelea kumwambia Bwana akusaidie ili huo mwito ambao Bwana ameuita kwa ajili ya kila aliyemuokoa upate nafasi ya kumtumikia Bwana, ya kumtumikia Mungu, ili upate hii mibaraka ambayo inaambatana na ufanisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ulinzi wa kiungu katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mafanikio ambayo inafanyika kwa mtu anayemtumikia Bwana kwa moyo wake wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome tena kitabu cha Kutoka. Mwambie leo hili andiko ama kitabu hiki ndicho msingi wetu katika ibada yetu ya leo. 23 Kutoka mstari wa 25. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Naye atakibarikia chakula chako. Ndio. Na maji yako. Ndio. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Amen. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Wala aliyetasa katika nchi yako. Ndio. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Amina. Endelea hapo mstari wa 27 pastor. Nitatuma utisho wangu ukutangulie mbele yako. Amina. Nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikilia. Amina. Nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni faida ya nini? Ya utumishi. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba tunapomtumikia Bwana Mungu wetu, anawaambia mkikubali kumtumikia Bwana Mungu wenu, amen, hapo ndipo Mungu anafanya nini? Anakibarikia chakula chenu, anabarikia hata maji yenu. Amen. Iwapo kuna mbaraka huo ambao ni ahadi kwa Mungu ameifanya, ameiweka kwa ajili ya watumishi, kwa ajili ya wateule wanaokubali kumtumikia Mungu wao. Kuna vitu ambavyo Mungu huvifanya kwa mtumishi peke yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ulinzi wa kiungu na kuwa juu ya mtumishi peke yake. Ulinzi wa chakula chako kinalindwa. Maji yako yanalindwa. Hautapata utakunywa maji ya kuletea matatizo hata kama wengine wana matatizo. Kwa sababu gani? Wewe unapewa ulinzi tofauti na Mungu. Haleluya. Kwa sababu umekubali kumtumikia Bwana Mungu wako. Na unapomtumikia Bwana Mungu wako, maandiko inasema hata atatoa ugonjwa katikati yako. Haleluya. Pesa yako haitakuwa ya hospitali kila siku. Amina. Bwana anashughulikia afya yako. Bwana anashughulikia vitu vyako. Bwana anatembea mbele yako, anasema ameahidi ya kwamba atatuma utisho uende mbele yako. Yaani Bwana atakuwa yeye ndiye anakuongoza iwapo kuna mahadui anakufuatilia. Bwana akituma utisho mbele yako, atapambana na mahadui zako. Haleluya.
adui ambao hujinua kinyume nawe, Bwana anapambana nao kabla hujafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Ya utumishi ama ya mtumishi. Mtumishi analindwa kama jicho la Jehova. Wow. Haleluya. Mtumishi analindwa kama jicho la Mungu jameni. Anayemgusa mtumishi anagusa jicho la Mungu. Haleluya. Kwa hivyo jua ya kwamba unapopenda kumtumikia Bwana, usiangalie vile vitu ambavyo shetani huvinua ili kukuzuia. Angalia ya kwamba napoendelea kujikaza kufuata huo mwito ulio ndani yangu, Bwana ataenda mbele yangu, Bwana atapambana na maadui zangu, Bwana atatuma utisho mbele yangu. Sitasimama na mwingine asimame mbele yangu. Watakaosimama mbele yangu Bwana atapambana nao, maana ni mkono wa Bwana utatembea na mtumishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi ikiwa Bwana aliweka kipimo ama ukigo katika nchi ya Misri, Bwana asifiwe sana, na hako ka nchi kadogo ambako wamewekwa wale wa Israeli, Bwana akaweka mpaka katikati ya anga. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka mipaka katikati ya anga. Ikiwa mainzi yanaenda kwa Wamisri, kwa Waisraeli hakuna. Kama mainzi na mito ya maji inapeleka chura na damu huko kwa kina Farao, huku anakunywa maji masafi. Hivyo ndivyo Mungu atafanya kwa mtu ambaye anapenda kumtumikia Mungu katika maisha yake, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatuma utisho na Bwana huweka makomeo, ulinzi mkubwa. Haleluya. Bwana huleta ulinzi wa kiungu juu ya mtumishi, kama alivyofanya na wana wa Israeli Gosheni. Kukatumwa ulinzi wa kipekee. Wa Misri wakifa na magonjwa, hawa Waibrania wa Israeli hawawi wagonjwa. Wamepewa kazi lakini hawagonjeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wakinywa maji yaliyojaa chura, hao maji yao ni masafi. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo Mungu hufanya na watumishi wanaopenda kumtumikia Mungu. Mungu hutuma ulinzi wa kipekee, maana ni lazima aonyeshe uwezo wake kama Mungu kwa mtu ambaye amependa kumtumikia Mungu. Tusome andiko letu la mwisho, kitabu cha Ayubu. Bwana akaweka amri ama akatoa amri. Tusikize hiyo amri ni gani? Hiyo amri ni gani ambayo Mungu anaiweka kwa watu wampendao, wamtumikiao Bwana, wanaomheshimu Mungu? Mungu anatuma amri gani? Anaagiza maneno gani juu yao? Kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 10 na 11. Tunamaliza hapo na Bwana atatubariki. Pastor, tusaidie kusoma kwa jina la Yesu. Nikaiagizia amri yangu, nikaiwekea makomeo na milango. Haya. Nikasema utafika mpaka hapa. Ndio. Lakini hutapita. Ndio. Na hapa mawimbi yako ya nyetayo yatazuiliwa. Aha. Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Tunakomea hapo Pastor. Hiyo kuamria siku yake ataiamuria baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunataka tuangalie haya maagizo na amri ambayo Mungu amefanya nini? Anaiagiza. Bwana Yesu asifiwe. Ili fanye nini? Iendelee kuweka makomeo, ilete ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nani? Kwa hawa watu ambao wamejiunganisha na Mungu. Siku hizo Mungu alikuwa anazungumza na mtu ambaye siku zote anamheshimu Mungu, lakini vishetani vilikuwa vimejiinua kumtesa. Ndipo hapa Mungu anasema, ninaamrisha, ninatoa amri, na amri hii itakuwa agizo ambalo litakuwa kazi yake ni kuweka malango, kuyaweka yawe na makomeo, ya kwamba hakutapita tena kitu kiovu kumfikia huyu mtu. Bwana asifiwe. Na anasema na hapa na mawimbi yale. Kumbe kuna mawimbi yananyeta. Huku kunyeta nafikiri ni kiduruma, kumbe Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Mawimbi ya kunyeta.
kujinua tu, kusumbua mtu tu bure. Lakini Mungu akitoa amri juu ya huyu mtu ama juu ya haya mateso ambayo yametesa huyu mtu siku nyingi, lakini ana moyo wa kumpenda Bwana, ana moyo wa kumheshimu Mungu, Mungu anatuma amri, na amri hiyo inajenga malango, inaweka makomeo, ili yale mateso ambayo humtesa mtu na kumsumbua, anasema hayatapita mpaka hapa. Nimeweka kikomo, nimeweka malango ya chuma, nimeweka ulinzi. Na kama ni mawimbi ambayo yanamtesa, ninasema mawimbi munakoma, hamtapita kutoka hapa. Haleluya. Mungu anafanya hivyo kwa mtu ampendaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakomesha mawimbi, anaweka mipaka, anatuma utisho juu ya wale watu ambao hupigana na watu wake, ili Bwana akaseme mateso yaliyotesa watu hawa wakati huu nimeweka kikomo, nimeweka mipaka ya kwamba wewe mateso hautapita hapa, ni lazima ukomee hapa, kwa maana kunalo neno na Bwana ameliona ya kwamba teso lako limefika mwisho, hautateswa tena, kwa maana Bwana ameweka kipimo, ameweka kikomo, ameweka mipaka, anaweka makomeo kwa ajili ya mateso ya wateule, ya kwamba wasiteseke tena katika jina la Yesu. Mawimbi yanayonuka kinyume chako, Bwana ananyosha mkono, anasema yanakoma, hayataendelea tena. Maana Bwana akiweka kikomo, hakuna mwingine atakayeondoa. Bwana akiweka makomeo, hakuna atakayeyavunja. Maana ni sauti ya Mungu kwa ajili ya wateule, ni sauti ya Mungu kwa ajili walio na magano na Mungu wao. Hawataendelea kunyanyasika kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana ainue kiwango juu yako. Bwana anapotoa hiyo sauti, aweka hiyo mipaka kwa ajili yako, ya kwamba mateso yako hayatapita katika jina la Yesu. Bwana ameinua mkono, anatuliza hayo mawimbi yanayokusumbua, hayatakusumbua tena. Maana kunayo sauti ya mfalme aliyepita, mfalme wa dunia hii, ambaye ni mwana wa Mungu, na analiangalia agano hilo likiwa ndani ya moyo wa mtu. Anakuja, anaweka mipaka. Na leo anaweka mipaka kwa mtu mahali hapa. Naomba usimame. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana anaweka mipaka, Bwana anaweka kipimo, anaweka makomeo, anazuia mawimbi ya mtu ambayo yamemsumbua, anazuia wafalme ambao wanataka ufanye kazi bila malipo. Bwana anapambana nao kwa sababu ya agano ambalo wewe umeliweka na Bwana. Bwana atakutengenezea njia. Bwana atapambana na Farao wako, ataachilia hizo vyura ziende huko, ataachilia hayo mainzi yaende kwao, lakini kwako kutakuwa amani katika jina la Yesu. Haleluya. Inua mikono kwa Bwana, mwambie Bwana nakushukuru kwa sababu wewe unanipigania, kwa sababu wewe unanipenda, kwa maana wewe umeniona, na kwa maana umeyaona masikitiko yangu, kama uliona masikitiko ya wana wa Israeli waliokuwa kule Misri, waliokuwa katika kile kijiji cha Goshen. Bwana uliwatetea, uliweka mipaka, uliweka ulinzi. Kwao hakukuwa na vitu vya kuua, kwao hakukuwa na magonjwa, kwao hakukuwa na mainzi, kwao hakukuwa na vyura. Bwana ninakuamini wewe ambaye ndiwe tumaini langu, kwamba unitetee katika jina la Yesu. Ulinzi wangu unatoka kwako Bwana, maana moyo wangu unakupenda. Enda mbele za Bwana umshukuru, na mwambie Bwana apigane na huyo mtu, apigane na huyo Farao, apigane na hayo mawimbi ambayo yamezuka yakikuteja kukutesa. Bwana atayakomesha siku ya leo, na utauona wokovu wa Bwana, utaona ushindi wa Bwana, utaona amani ya Bwana katika maisha yako. Maana Bwana amekuja ili akapate kukutoa. Bwana amekuja ili akapate kukutetea, hata iwapo kunaye Farao anayeongea mambo ya kukufuru Mungu wako, lakini Bwana anakutetea wewe kwa ajili ya agano ambalo umeliweka pamoja naye katika jina la Yesu. Oh Bwana ubarikiwe, Bwana utukuzwe, Bwana uhimidiwe. Unayetupenda,
unayetujali. Wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe Baba yetu. Tunakuamini Bwana kwamba tunapokutegemea, kwamba tunapokuita wewe Bwana unaitika. Na kwa sababu ya jina lako Bwana, kwa ajili ya jina lako unawatetea watu wako kama ulivyowatetea wale Waebrania, wale wana wa Israeli katika nchi ile Bwana. Unawatetea watu wako walio katika nyumba hii, unawapigania. Iwapo Bwana wameongezewa mizigo, ore makaya basia, iwapo Bwana wamepunguziwa mapato yao, lakini mioyo yao inakupenda Bwana, unawatetea, unawapigania, unatuma ulinzi juu yao, unatuma utisho utembee mbele yao, na utapambana na mfalme wa dunia hii anayenyanyasa wana wa agano lako. Lebe bokosa palabazaya, katika jina la Yesu. Neema yako Bwana ikatutetee, mkono wako Bwana ukatuinue, mkono wako Bwana ukatupiganie, mkono wako Bwana ukatuokoe na mkono wa maadui wanaotunyanyasa. Lebo bokosa pa likaya malaboripa ya Masaya, liba hatala bosika leketa malabosia rikekapota la Masaya. Tukuzo Bwana unayetujali Bwana, uko hapa ukatutetee, kwa maana sisi ni watoto wako. Uko hapa ukatupiganie, maana naliona Bwana teso la watu wako. Unaona Bwana ugumu maisha unayokaa. Baba umekuja ili ukatutetee, ili ukatupiganie. Lekepa ya Masaya, katika jina la Yesu utapigana Bwana na mfalme anayepigana nasi. Utapigana Bwana na mfalme anayetunyanyasa. Lekepa la Masaya, anayepunguza mapato na kuongeza kazi ili tusipate nafasi ya kumwabudu Mungu wetu. Lekepa la Masaya, usikapoleka ya Masia. Mchana wa leo Bwana unatutoa, unatuonyesha mkono wako. Lekepa la Masaya, katika jina la Yesu.